Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nchi za Umoja wa Ulaya EU zinatamani kujitenga na Marekani na kujitegemea, lakini katika nyakati hizi zinahofu kwamba rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaweza kaja na mawazo ya kukata misaada ya silaha ambazo zinatumiwa na washirika wake wa Europa, ambao wakati huu wanaharakisha kutafuta njia mbadala kwa mifumo iliyotengenezwa na Marekani. Maafisa kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wana wasiwasi kwamba utawala wa Trump unaweza kuacha kuunga mkono mifumo ya silaha iliyotengenezwa na Marekani inayotumiwa na washirika wake wa NATO barani Ulaya. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Washington Post ambalo limeripoti hayo siku ya Jumapili likinukuu watu wanaofahamu juu ya suala hilo. Marekani imetoa karibu theluthi mbili ya uagizaji wa silaha barani Ulaya katika miaka ya hivi karibuni. Mifumo mingi inadumishwa na kuendeshwa na wafanyakazi wa Marekani, lakini vifaa vyenye vijenzi vya Marekani vinaweza pia kukabiliwa na vikwazo iwapo usaidizi utaondolewa. Kulingana na Washington Post, maafisa wanaogopa kwamba kutegemea ulinzi wa makombora wa Amerika, ndege za uchunguzi, ndege zisizokuwa na rubani na ndege za kivita zinaweza kuwa hatari kubwa, ikizingatiwa uhusiano mbaya wa Rais Donald Trump na nchi za Ulaya. Hata hivyo, wengine wanaripotiwa kuwa wana wasiwasi kwamba mifumo iliyotengenezwa Marekani inaweza isifanye kazi ikiwa ufikiaji wa sehemu ama program au data itakuwa imezuiwa. Sio kana kwamba Rais Trump angeweza tu kubonyeza kitufe cha ndege zote zingeanguka kutoka angani, afisa wa EU aliambia Washington Post, lakini kuna suala la utegemezi haswa katika ujasusi na mawasiliano, afisa huyo aliongeza. Kimsingi nchi za Umoja wa Ulaya zimekuwa tegemezi kwa namna moja ama nyingine mbele ya Marekani, lakini wakati huu kuna baadhi ya mataifa kama vile Ufaransa linataka EU kuachana kutegemea silaha za Marekani, lakini kwa haraka ni jambo ambalo haliwezekani, na kwamba wanapaswa kuwa na muda wa kujiandaa kwa ajili ya kujitegemea, tofauti na wakati huu ambapo haiwezekani kuiacha Marekani moja kwa moja. Nchi kadhaa wanachama zinakagua silaha zao ili kutathmini jinsi zitakavyowekwa wazi katika tukio la kukatwa kwa msaada. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hivi majuzi aliutaka umoja huo kuacha kununua silaha za Marekani, akisema kuwa uwekaji silaha tena wa Ulaya hauna maana ikiwa nchi wanachama zitaendelea kutegemea wasambazaji wa Marekani. Kansela mteule wa Ujerumani Friedrich Merz alipendekeza kurefushwa kwa kizuizi cha nyuklia cha Ufaransa ili kufunika majirani zake wa EU, hatua ambayo Macron alisema inaweza kujadiliwa. Rasmus Jarlov, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya Denmark, amesema kuwa anajutia kwamba Copenhagen ilinunua ndege za kivita za F-35 zilizotengenezwa Marekani. Aliziita hatari ya usalama ambayo hatuwezi kukimbia, na akaonya kwamba Marekani inaweza kuzima mifumo kama hiyo endapo Denmark itakataa matakwa yake, kama vile kukabidhi Greenland. Ureno nayo imefutilia mbali mipango ya kununua ndege za F-35, ikitoa mfano wa muktadha wa kijiografia wa sasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameunga mkono msukumo wa kujitawala kijeshi, akisema Trump anaweza kuwa na hoja kuhusu Ulaya kuhitaji kutumia zaidi ulinzi wake. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo nchi za Ulaya wakati huu zinapitia, hasa baada ya ujio wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, lakini moja kati ya mambo ambayo wakati huu yamekuwa yakiumiza vichwa kwa watu wa Ulaya ni pamoja amani juu ya kutumia baadhi ya silaha ambazo, ikiwa Marekani itaamua kuachana kabisa na nchi za Umoja wa Ulaya, ni kwamba kuna uwezekano mkubwa Marekani kaamua kuhakikisha ama inabonyeza kitufe juu ya namna ya kutumia silaha hizo, ama kuwaondoa wataalamu wake waliopo katika mataifa ya Ulaya, na hatimaye hata silaha ambazo zimenunuliwa zisifanye kazi, na kwamba ikawa ni hasara kwa mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya. Basi endelea kuwa nasi, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.